Hujambo mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa media pendwa Kwetu News 24. Kwanza tukutakie siku njema, pia tukutakie baraka tele. Shukrani kwako kuichagua media pendwa ambao zinakujia na habari sahihi na za uhakika toka kona zote ndani ya dunia, kiona bara la Afrika, Asia, Amerika. Tukujie na habari zetu za siku ya leo na muktasari wa habari zenyewe. Kule Tanzania ambako Rais Samia Suluhu Hassan akiwa amekanusha tatu kadhaa zilizopita hivi kwamba jambo la sitofahamu lililotokea katika nchi hiyo ya maziwa makuu kamwe hitojirudia tena wakati wa uongozi wake. Mengi utayafahamu katika habari hizi. Lakini pia kule Amerika, Rais Trump akiwa amekanusha kwamba kuelekea katika changamoto za kutafuta usalama ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokuwa ikichechewa na Rwanda. Lakini pia katika taarifa hii tutakuwa tunajielekeza huko Kivu Kusini ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kule Uvira. Changamoto za kufungua mpaka nchi ya Burundi kuwarejesha wakimbizi sehemu hiyo imewekwa kipawa mbele. Mengi utasikia pia katika taarifa hii ya habari. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, na hapa ni habari zenyewe kwa ukamili. Zinaongozwa na Kennedy, huku usomaji ni wangu B Bernard. Tuanzie kule Tanzania. Samia Suluhu Hassan amekanusha kuhusiana na changamoto za hivi kuhusiana na mchakato wa uchaguzi uliokuwa ikiripoti sehemu hiyo ya nchi ya maziwa makuu Tanzania. Rais huyu akiwa amehakikisha kwamba wabakie makini changamoto za kuweka amani, wakiendelea kupigania pamoja kukomesha changamoto zote ambazo kiwa katika hali ya kukosesha amani katika nchi hiyo ya maziwa makuu. Hiyo aliyakanusha hiyo Alhamisi huyu ambaye ni rais wa kule Tanzania. Toka uchaguzi wa Oktoba, Tanzania iliweka commission katika hali ya kutafuta uchambuzi na pia kuchambua hali zote za ukatili ambazo zilikuwa zikifanyika siku za nyuma, kiwa zimerekodi baadhi ya maafa, uharibifu wa bidhaa na vitu kadhaa. Kule Urusi ambako Federation ya kule Rusi ikiwa imekanusha kwamba harakati zote za kusindika jinsi ya kuweka amani ndani ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbusha kwamba solution hizo zikiwa zimewekwa harakani hiyo katika hali ya kuitafuta amani ndani pia bara la Afrika. Waziri wa kule Rusi ambaye anahusika na mambo ya nje kwa jina la Sergei Lavrov ambaye alikanusha hilo, akisema kwamba ni katika hali ya kutafuta amani kwa wale ambao wakiwa katika pirika za ukosefu wa usalama na amani ndani ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia kule Moscow ambako kukiwa kumeendeleka changamoto za aba ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Rwanda, tayari katika hali ya kuleta msaada wao kuendelea kutafuta suluhu ndani ya nchi hizo mbili. Na tukibaki tu katika taarifa hii ya habari kama tulivyokujuza kabla kukujuza kuhusiana na muonekano wake Donald Trump, kwanza tubaki huko Kivu Kusini, maeneo ya Kamanyola ambako neno ikiwa imewekwa uzito katika ile jamii ya Banyamulenge katika hali ya kupelekwa kwa nguvu kutoka jijini Uvira, hawa wakikanushwa kusema kwamba ni Uvira ambako ndiko mahali tumeishi, ni Uvira ambako tuna makazi na ni huko pia ambako tunakuwa chochote cha kufanya.
Hiyo ni katika ujumbe uliobeba kamati ya jamii hiyo, ambayo wakiwa wanaomba haswa kwa nguvu walivyochukuliwa na wale waasi wa RDF M23 AFC toka jijini Uvira na kupelekwa sehemu hiyo kwa nguvu. Unaendelea kuitegea sikio ukiwa upande mwa Afrika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pindi ambako habari hizi zinakujia mbashara waziri. Na tulikuwa tunagojoza tu kwamba kuhusu kuwekwa jiwe la kwanza katika harakati ya makazi zilizo zinduliwa rasmi hii tariki 22 Januari 2026 naye waziri wa kwanza Suminwa Judith, ambako katika mjengo huo ambao umekuwa umepewa kipaumbele na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye ikumbushwe kwamba makazi hizi zikiwa katika hali ya ujenzi, na hii ikiwa itakuwa nyumba ya kifahari ambayo itakuwa inabeba daraja 17 na huku ikipelekea zile viwango 14 ambako zitakuwa katika hali ya kuwekwa mjengo wa kisasa, na ambako kazi hizi zitakuwa zikiwekwa mikononi mnamo miezi 24. Na tukibaki tu kule mji mkuu wa Kinshasa, kule kwenye jela, kushikiliwa kwake huyu ambaye Obe Minaku, huyu ambaye ni Delice Sanga, akisema kwamba sheria inatakiwa kwenda kwa mstari na si tu katika hali ya kujichukuliwa kimabavu kwa baadhi. Na tukiendelea tuna taarifa hizi za habari kama tulivyokujuza msikilizaji pia mtazamaji wa Kwetu News 24 kwamba boda iunganishayo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Burundi pale Gatumba, ya tetezi nyingi zilizozua mitandaoni kwamba tayari boda hiyo kuwa kufunguliwa si kweli, bali baadhi ya utaratibu ambao bila shaka ukiwa umewekwa uwazi naye waziri wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla kuendelea kabisa na sehemu ya pili ya matangazo hii ya tukujie na habari za michezo. Na kwa habari za michezo ikumbushe kwamba michuano ya kombe la dunia ambao lilikuwa likiendelea hivi huko Morocco, ambako Nigeria imechukua nafasi ya 3 na pia kwenye michuano hiyo ambayo Senegal imepata nafasi ya kubeba kombe la dunia, aliyekuwa akiongoza michuano hiyo Jean-Jacques Ndala, na pia mechi hii ikiwa kabisa kwenye uongozi wa kwake Jean-Jacques Ndala akiwa kiongozi wa kati, na pia huyu ambaye ni Abongile Tom ambaye alikuwa kabisa anashikilia VAR na huyu. Lakini pia kuhusiana na habari ya michezo ikumbushe kwamba champions ya ligi ya mabingwa ambaye Arsenal, Bayern ambayo ikiwa ya kupita kwenye daraja la 8 na ile Real Madrid pia ikiwa imepata nafasi miongoni mwa club 5 ya ligi kazile top 8 ama top 8, na ile Barcelona ambayo itakuwa inaingia pia katika ile mrorongo katika hali ya ushindi wake ambaye imechukua azidi ya Paris Saint-Germain huko Newcastle. Bila shaka msikilizaji, basi tuendelee na sehemu ya pili ya matangazo yetu. Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye imetangaza jinsi gani ya utaratibu ambao utakuwa kabisa ukiendelea jinsi ya kuweka uongozi wa serikali sehemu ya uko Uvira, na ambako ni hayo tu baada ya kujiondoa magang kama wagaidi wahasi wa M23, na huku ikiwa baadhi ya plan ambayo itakuwa kabisa ikielekea sawa na usalama, pia sheria na pia zile haki za binadamu, itakuwa pia ikifuatiwa jinsi gani ya urejeshaji ya wakimbizi sehemu hiyo. Na kule Tanganyika Kalemi ambako tukujuze tu kuhusiana
na mgomo uliokuwa ukiripotiwa sehemu hiyo, chama cha FEC hali ya harakati ya uchuhuzi toka hiyo tariki 20 Januari mwaka 2026 ndani ya mji wa Kalemi, huko ambako ikiwa gala biashara uchuuzi wadogo walikuwa kabisa wakifunga makazi yao, na ile ikiwa katika siku 2 zilizokuwa zikidaiwa bila kazi. Shirika la FEC toka tariki 20 kuelekea tariki 21 Januari mwaka 2026 ni baadhi ya kudai kutoza kodi na pia hali ya usalama ambayo ikiwa imejiripoti hiyo. Kuhitimisha taarifa hii ya habari, Marekani ni nini ifanyike ili kuisaidia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Muonekano huu ndio Umoja wa Mataifa ukiwa katika matamshi yake Rais wa Amerika Donald Trump, ambaye akiwa amesema kwamba lazima nguvu ianzie ndani. Inatakiwa kuonesha nguvu yake, bidii yake, pia kujituma kwake ili Amerika ipate nafasi sahihi. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo yalitamkwa na Rais Donald Trump akisema kuweka nukta ili kuipatia demokrasia ya Kongo amani bila shaka iko mbioni. Na hapa ndipo kabisa tumehitimisha habari hizi ambazo zimekujia kutoka media pendwa sehemu kote ulimwenguni, Kwetu News 24. Tangazo haya ambako kabisa usaidizi ukiwa ni wake Kennedy, ukiendelea kufuatilia habari za ukweli na uhakika kutoka Kwetu News 24.